Biblia inasema kwamba Asa alimwinua Mungu katika ile eneo. Ni mara ngapi katika maisha yetu tunapata nafasi ya kumpa nafasi Mungu katika maisha yetu? Ni mara ngapi ambapo tumetafuta ule ukuu na uweza wa Mungu? Ni mara ngapi ambapo tumeamini ushindi wa Mungu katika maisha yetu? Asa aliamini ukuu na uweza wa Mungu. Aliamini ushindi uko katika Bwana. Halafu na Bwana, kwa sababu alipomuona moyo wa Asa, akasema, Asa, katika hii sitakuacha, nitakutengenezea nchi na wewe utapita. Bwana Yesu asifiwe. Hata asubuhi ya leo, hata kanisa la Kristo mahali hapa nchini Tanzania, sio tu Tanzania, kwenye mkoa wa Dar es Salaam, sio tu kwenye mkoa wa Dar es Salaam, kwenye wilaya ya Kigamboni, sio tu kwenye wilaya ya Kigamboni, anauliza na kwenye familia yako, huyo Kristo ambaye Watanzania watamuita, je, ataliona tumaini la Kristo? Akija kwenye familia yako, huyo Mungu ataliona tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tumekuja na ujumbe unaosema kuishi ndani ya mpango wa Mungu hadi mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Usikomee kama Asa, usipende kumaliza kama Asa. Ulianza vizuri kuimba kwaya, endelea sana. Ulianza vizuri kwenye uzao wa kanisa, endelea sana. Ulianza vizuri kwenye uchungaji, endelea sana. Ulianza vizuri kwenye askofu, endelea sana. Ulianza vizuri kwenye maisha ya kumtumikia Mungu kwa kadri ambavyo Bwana alivyokugaia vipawa na huduma ndani yako, endelea. Halafu mwambie Baba, ninatamani nione ule mwisho mzuri. Natamani na mimi nimalize vizuri. Natamani Baba
Bwana. Hebu sogea mbele za Bwana. Mungu ana haja na wewe. Halafu Asa akakasirika, akaghadhabika. Katika kitabu kile cha Mambo ya Nyakati sura ile ya 14 na ule mstari wa kwanza hadi sura ya 16, nitapenda nikupitishe katika mistari michache ambayo hiyo tutakwenda kujifunza mambo ambayo yatakayotusaidia katika maisha yetu na katika safari yetu tunapoendelea kuishi ndani ya Kristo Yesu. Mimi nitapenda nianzie ule mstari wa pili wa mfalme mmoja aliyeitwa Asa. Neno la Bwana linasema hivi, Mambo ya Nyakati sura ile ya 14 mstari ule wa pili. Biblia inasema hivi: basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyoyaadili machoni pa Mungu wake, maana aliziondoa madhabahu za kigeni na mahali pa juu, akazivunja nguzo na akayakatakata maashera, akaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao na kuzitenda torati na amri. Tena akaondoka kutoka miji yote ya Yuda, mahali pa juu na sanamu za jua. Ufalme ukastarehe mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaeleza habari hii ya Asa, na hasa baada ya taifa hili la Israeli lilipoingia katika mfumo wa mfalme kutawala, kama ambavyo tumeendelea kusikia wahubiri wengi wakituhubiri na kutupitisha katika maneno ya Mungu. Walikuwa wakitueleza habari ya kwamba katika taifa hilo, na kama ambavyo neno la Mungu lilivyozungumza, taifa la Israeli lilipoanza kuingia katika mfumo wa kiutawala, likaanza na mtawala mmoja aliyeitwa Sauli, na baadaye akatokea mtawala mwingine aliyeitwa Daudi, na baada ya Daudi alitawala Sulemani. Baada ya Sulemani, utawala huo ukagawanyika, na utawala mwingine ukawa utawala wa kaskazini, na utawala mwingine ukawa ni utawala wa kusini. Yeroboamu na Yeroboamu walitawala katika maeneo hayo. Na sasa baada ya hapo akaja mtawala mwingine aliyetawala Abia, na baadaye anakuja kutawala Asa. Ninakupitisha katika maneno haya, na kama utakuwa muda mzuri utakwenda kujifunza na kuona wafalme namna ambavyo waliokuwa wakiyafanya, na namna ambavyo na sababu zile ambazo zilisababisha taifa hili la Israeli likagawanyika. Leo natamani tujifunze kupitia mtawala mmoja aliyeitwa Asa, ambaye katika mistari hii tumeisoma inamueleza Asa vile ambavyo alivyoanza vizuri katika utawala wake. Asa akaanza vizuri, akaanza kuwaelekeza watu juu ya ibada ya Mungu wa kweli, akaanza kuwakataza watu juu ya kuikataa miungu mingine, miungu ya kimaashera, miungu ambayo ni sanamu za jua, ambavyo mara zote taifa hili la Israeli lilikuwa likiangukia, linamwabudu Mungu wa kweli, na baadaye wanatokea watawala wengine wanaleta ibada za tofauti. Biblia inasema kwamba ikatokea vita, ambayo vita hiyo ilipopangwa kati ya Wakushi na hawa watu, kati ya wafalme hawa watu wa Kushi, watu wa Ethiopia waliohitaji kupigana na taifa hili. Lakini Biblia inaeleza wazi kwamba mambo gani ambayo yanaweza yakatusababisha tukaendelea kuishi
ndani ya mpango wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupitishe katika kweli kuu mbili ama nguzo kuu mbili ambazo ni za muhimu sana katika maisha yetu. Jambo la kwanza ili tuendelee kuishi ndani ya mpango wa Mungu hadi mwisho, ili tuendelee kuishi ndani ya mpango wa Mungu hadi mwisho. Jambo la kwanza ni kuweka tegemeo na tumaini kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, anatamani tuyakubali makosa yetu na kuyarekebisha ili tuendelee kuishi ndani ya mpango wa Mungu. Jambo ambalo Asa anaanza kwa kumtegemea Mungu kwa asilimia zote. Nataka nikuonyeshe katika mistari hii. Ukisoma katika sura ya 14 na mstari wa 9, inaeleza vita iliyopangwa juu ya taifa hili la Israeli, juu ya ufalme wa Asa ambaye alikuwa anatawala kipindi hicho. Biblia inaeleza ya kwamba taifa hili la Israeli ulipotokea vita kwa ajili ya kwamba watu wanahitaji kupigana Israeli, Asa alitoka mbele za Bwana akawaambia wana wa Israeli, jambo moja ambalo tunawezaje tukashinda. Jambo moja, tunapaswa tumtegemee Mungu na kumtumainia yeye katika hili. Ushindi ulipatikana kwa sababu walimtegemea Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha yetu, safari tunaposafiri katika maisha yetu mtu wa Mungu, ni mara ngapi umekutana changamoto iliyo nzito? Yamkini wakati mwingine umekutana na vita iliyo nzito. Ulipoitazama ukasema, katika eneo hili sitaweza safiri vizuri, katika vita hii sitaweza kupita. Ni mara ngapi ulimhitaji Kristo? Ni mara ngapi ulisema, Baba, peke yako ninatamani nikuone mwenyewe, peke yako unigushe katika wimbi hili zito. Mungu anatamani aone hilo tumaini. Mungu anatamani aone huo utegemezi, halafu akushindie, halafu tukufunuli kwake. Yesu asifiwe. Hata asubuhi ya leo, hata kanisa la Kristo mahali hapa nchini Tanzania, sio tu Tanzania, kwenye mkoa wa Dar es Salaam, sio tu kwenye mkoa wa Dar es Salaam, kwenye wilaya ya Kigamboni, sio tu kwenye wilaya ya Kigamboni, anauliza na kwenye familia yako, huyo Kristo ambaye Watanzania watamwita, je, ataliona tumaini la Kristo? Akija kwenye familia yako, huyo Mungu ataliona tumaini? Au ndipo ambapo dunia inapoweza kaambiwa, tunavyoweza wengine wakaweka tumaini katika vifaa vya kiroho. Tunamuona Asa hakutafuta kifaa cha kiroho katika maisha yake, hakutafuta sanamu nyingine, maana alisema sanamu hazitanisaidia. Akatamani akasema, nitakwenda kwa Baba wa mbingu na nchi. Yeye amesema, katika huyo ninaona uko uhodari wa mimi kushinda. Anatamani kwenye familia yako aone ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Anatamani aone ukimwi wa Bwana. Anatamani usiinue picha za hao wahubiri. Anatamani usiinue hayo mafuta ya wahubiri. Anatamani unyanyuke. Halafu ukimweka hapo, unamwambia Baba, wewe ndio Yesu, napita kwenye maji yaliyo mengi na mazito. Natamani univushe katika eneo. Ukinivusha Baba, nitarudi kwako tena kwa shukrani. Wakati ambao anaweza kumwekea Bwana tumaini kwa msaada kama asante. Lakini Asa baada ya hapo, katika ule mstari wa 7, Hanani mwonaji anatumwa kwenda kumwambia Asa ya kwamba, nendeni mkamwambie Asa, njia anayotaka kuiendea sio salama. Nendeni mkamwambie. Nabii akajazwa neno la Mungu, akaenda kumwambia Asa, akamwambia Asa, umeacha njia ya Bwana. Na Hanani anamkumbusha, anamwambia, kumbuka mwanzoni wale Warumi na Wakushi walipokuja kwenye taifa lako na wao ukamtegemea Bwana. Bwana hakukuvusha? Si ulitegemea? Sasa Mungu alikuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, yule Bwana aliyekuvusha mwaka jana na
sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Asa alipoambiwa juu ya kosa lake, Asa akakasirika. Asa akavimba. Halafu Asa si tu kuvimba aliyokasirika, akaoghadhabika na Mwonaji aliyeleta ujumbe wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Ni mara ngapi tumeonywa juu ya makosa? Ni mara ngapi tumeonywa juu ya dhambi fulani? Kwa nini hujataka kulikubali kosa lako na kulirekebisha? Haleluya. Huyu Mungu anatamani tumalize vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tumekuja na ujumbe unaosema kuishi ndani ya mpango wa Mungu hadi mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Usikomee kama